Mtazamaji wa Rabi TV, karibu sana kwenye kipindi cha Maarifa. Hiki ni kipindi maalum kwa ajili ya kuletea wewe maarifa mbalimbali ambayo yatakusaidia, lakini pia wewe utakuwa mwalimu kwa wengine kwa yale ambayo utakuwa ukijifunza hapa. Na leo niko na mgeni maalum kabisa, anaitwa Inspector Samuel Kihongole. Yeye atatupitisha hatua kwa hatua tunapozungumza kuhusu masuala ya kikatili, ukatili wa kijinsia ni nini hasa. Lakini jeshi la polisi, kuna dawati, tunafahamu dawati la jinsia linafanyaje kazi, utaratibu wa kuripoti ukoje? Je, ni kweli kwamba wanaume wakienda kuripoti kama amepigwa na mkewe, kupokelewa kwake msaada kwa mwanaume unakuwa mdogo tofauti na anavyoenda mwanamke? Yote tutayafahamu hapa. Karibu sana, mimi wacha nimkaribishe akusalimu, alafu tutazungumza mengi zaidi. Karibu sana. Asili ya dawati lenyewe la jinsia na linafanya kazi liko ndani ya jeshi la polisi, na umetufafanulia kwamba linahudumia wote. Mtazamaji, inspekta hapa sambamba na kufanya majukumu hayo aliyoyataja, yeye pia anaimba na mbaji, na wimbo wake unapatikana kule YouTube. Wimbo unaitwaje? Wimbo unaitwa Tuwalinde. Tuwalinde. Ndani ya wimbo utakutana kwa maneno yanasema tuambie kabla hawajaribiwa. Historia ya huu wimbo yani wazo limetokana na kitengo cha dawati la jinsia makao makuu. Na bwana mmoja anaitwa afande wangu, anaitwa Inspector Willa, makao makuu ya kitengo cha jeshi la polisi. Kwa hiyo ilikuja kama wazo, mwisho wa siku ilikuja kama kauli mbiu kwenye kitengo cha dawati la jinsia. Mwisho wa siku wakashusha kwetu sisi kama watendaji ngazi ya wilaya, kwa sababu dawati la jinsia pia lina level zake. Kuna ngazi ya nini? Kuna ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, alafu ngazi ya taifa. Kwa upande wa wilaya Kibiti ni mimi, Inspector Kihongole. Kwa upande wa Tanzania sasa tunaye bosi wetu anaitwa afande Wambura, yeye ndo mlezi wa kitengo hiki cha dawati la jinsia, afande IGP Wambura, lakini anasaidiwa na afande sio jenda anaitwa afande Faidha, na anapatikana makao makuu ya jeshi la polisi Dodoma. Na tumekuwa na vikao vingi kwenye upande wa dawati la jinsia. Kila mwaka sisi tunakutana Tanzania bara, bara na visiwani. Ikiwa na maana kwamba askari wa dawati la jinsia upande wa Zanzibar na askari wa dawati la jinsia upande wa bara tunakutana, tunafanya tathmini, tunapata uzoefu kila mtu kutokana na mazingira alionayo, na tunapeana uzoefu namna ya kuhudumia wateja. Na sisi askari pia waga tunahama. Kwa uhalifu wa ukatili uliopo Kibiti ni tofauti na uhalifu wa ukatili uliopo Zanzibar, lakini pia sheria zinafanya za kule ni tofauti kidogo. Sawa, niliona ni muhimu kudokeza kuhusiana na kwamba wewe pia unaimba. Kwa hiyo utoaji wa elimu hauishii tu kwa maana ya kuzungumza, lakini kwa njia ya muziki. Na umetaja jina la wimbo, na tukumbushe mtazamaji, wimbo unapatikana YouTube, na sisi Rabi TV hapa tutakupa nafasi ya kuutazama. Kuna dhana potofu, mnatoa elimu sawa, lakini nataka kujua ni kwa kiwango gani mmefanikiwa kuondoa dhana mbalimbali potofu. Bila shaka ninyi kwa sababu ni wataalamu mnazifahamu, lakini mimi nitaje chache ambazo ninazifahamu. Naam. Inaaminika kwamba mwanamke akienda kuripoti tukio, labda anafanyiwa ukatili na mume wake, ni rahisi sana kusikilizwa kwa haraka na kutetewa na jambo lake kuendeshwa kwa haraka kupata haki yake. Lakini mwanaume kuja kwenye dawati la jinsia inaweza kuonekana kama kichekesho hivi, au watu wasema bwana wewe unapigwaje na mkeo bwana. Kwa hiyo wengine wanaambiana huko vijiweni kwamba bwana wewe mwanaume ndio uende ukaripoti, kule aende mwanamke, lakini ukienda wewe huwezi kusikilizwa. Kwa hiyo
watu wanapambana nayo mioyoni. Kwenye wimbo wako kuna sentensi umeitumia, unasema kufa na tai shingoni. Maana yake mnajua kwamba wapo ambao wanateseka, wanafanyiwa ukatili. Tena wewe umetaja kabisa kwenye wimbo wako mwanaume anakufa na tai shingoni. Kwa hiyo mnafahamu kwamba wanaume pia wanakwama kwenye hilo eneo. Mnadhani changamoto iko wapi mpaka hii dhana inakuwa na nguvu mtaani kwamba bwana kule mwanamke ndo atasikilizwa, lakini mwanaume ni changamoto kwa mwanaume anaamua kufa na tai shingoni kama ulivyoimba? Nafikiri changamoto ni pale tu mwanaume alipopewa nafasi kwamba yeye ndio kichwa cha familia. Sasa kichwa cha familia tuseme ndo steering. Sasa steering anapotokea anaonekana kudhoofika. Manake wale waliobebwa manake mwanaume kama dereva kwenye familia, kwenye taasisi. Kwa hiyo anapoonekana kuyumbishwa na mawimbi, nafahamu kwenye ndoa kuna changamoto nyingi. Kuna wakati mawimbi yanakupiga mwanaume mpaka unaruhusu yampige mke wako, kitu ambacho sisi wanaume sio kawaida sana. Yani kuruhusu changamoto ambazo unazipitia. Unajua wanaume tuna siri nzito. Kuna changamoto unaweza kupitia alafu usimwambie hata mke wako. Unapambana nazo kwa sababu umeaminishwa wewe ndio steering, wewe ndio dereva. Kumbe sasa kutokana na elimu hii tunayopewa ya ushirikishwaji katika jamii na dawati la jinsia, tunaambiwa ndio maana ya ushirikishwaji, kila kitu tushirikiane. Umeelewa? Mke ni msaidizi wa nani? Wa mume. Sasa yule mke akiwa amesimama kwenye nafasi yake, maana yake itakuwa rahisi yeye kushirikishwa yale majambo ambayo yanamkumba nani? Mumewe. Lakini akishakuwa ni mwiba ni ngumu. Maana yake mwanaume kwenye familia, kwenye ndoa tunasema ni kama mtoto wa kwanza. Kwa hiyo mtoto wa kwanza yeye anakutana na changamoto zake. Kwa sasa ili haya yawezekane, ili huyu mwanamke aweze kushirikishwa, maana yake yule mama ambaye mtoto wake wa kwanza ni mume anapaswa ajue namna ya kuishi naye, ili madi apate namna ya kuyajua yale yanayomkumba. Kwa hiyo unasema chanzo cha wanaume kubeba hii dhana ya kwamba wao hawawezi kusikilizwa kwenye dawati inaanzia kwenye dhana ya kujiona wao ndio vinara au ni watu wenye nguvu au ndio umetumia neno steering wa familia. Sasa ukionekana steering wewe tena ndio umekuwa dhaifu. Unapata magumu yanaendaje? Sasa mnawafikiaje ili kuondoa hii? Kwanza ni elimu kama hivyo tunavyoona. Leo nipo hapa kwenye TV, lakini sisi jeshi la polisi tunatoa elimu kila siku. Kila siku tunatoa elimu